Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ni aina gani ya wanyama ambao wanafaa kwa ajili ya utekelezaji wa ibada ya kuchinja katika siku ya Idi? Mtume sallallahu alayhi wasallam ameweka utaratibu maalum na vigezo maalum kwa wanyama ambao wanafaa kuchinjwa katika siku ya Idi ya kuchinja. Sifa ya kwanza, mnyama asiwe na ulemavu wa aina yoyote. Mnyama asiwe na ulemavu wa aina yoyote. Pili, mnyama huyo asiwe na maradhi, asiwe anaumwa, yale maradhi ya wanyama. Mnyama asiwe anaumwa. Na katika hili tunawaomba wanaofanya biashara ya uuzaji wa wanyama kipindi hiki wawe waaminifu, na hasa wanyama ambao wanahitajika katika hii ibada ya kuchinja wahakikishe kuwa vigezo na masharti vinazingatiwa. Kwa hiyo mnyama asiwe na maradhi ya aina yoyote ambayo yatatia dosari katika nyama yake. Hilo ni sharti la pili. Lakini sharti la tatu, mnyama asiwe na hali ya kudhoofika, kwa maana ya kukonda. Mnyama anatakiwa awe na nyama za kutosha. Na sheria imeweka wazi, kwa ngamia imeweka pale miaka yake, kwa ng'ombe miaka yake, kwa mbuzi na kondoo miaka yake. Na sheria haikusema kwamba ndege anaruhusiwa na anafaa kuingia katika hukumu ya uchinjaji siku ya Idi. Hapana, ndege haingii, kuku haingii, njiwa haingii, bata mzinga haingii. Wanaoingia katika hukumu ya ibada ya kuchinja ni mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia na mfano wa wanyama hoa kama ambavyo wameelekezwa katika sheria. Kwa haya ndio masharti ya msingi ambayo sheria imeyaweka ili ibada ya kuchinja ifanye nini? Iweze kusihi. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kuna swali hapo? Kuna swali, labda kuna kitu nimekiacha? Kuna swali hapo jamani? Na? Ijumaa ishapita. Kwanza fadhila za kuchinja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ni ipi hukumu ya kuchinja katika ibada ya Eid al-Adha? Katika hili wasomi wamesema kwamba kuchinja ni sunna iliyokokotezwa. Bali kuna wasomi akiwemo al-Imamu Abu Hanifa, yeye amesema kuchinja katika siku ya kuchinja kwa maana ya Eid al-Adha ni jambo la wajibu. Na amenukuu hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonyesha umuhimu wa kuchinja. Hadithi hii inasema, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrubanna musallana. Yoyote yule ambaye atakayepata wasaa, Mwenyezi Mungu akampa uwezo wa kupata kiwango cha pesa cha kununua mnyama, au Mwenyezi Mungu akampa wasaa wa kumiliki mnyama, wala myudhi, na alafu asichinje, fala yaqrubanna musallana, basi asikaribie kwenye mswala wetu. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuwa mtu ambaye amepata uwezo alafu akaacha maksudi tu kuchinja, kutokuchinja, akaacha kuchinja, basi asisogee katika mswala wetu. Kwa hadithi hii al-Imamu Abu Hanifa akasema ni wajibu kwa mwenye uwezo kuchinja katika siku ya Idi ya kuchinja. Na kwa nini tunachinja? Ukitoa uwajibu wa kuchinja, tunachinja kwa kuwa tunafuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunachinja kwa sababu tunafuata mila ya baba yetu Sayyidina Ibrahim, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Ni mila ya baba yenu Ibrahim, na yeye ndiye aliyewaita kuwa nyinyi ni Waislamu hapo kabla. Kwa hiyo
ukiachilia mbali uwajibu, tunafuata sunna ya wazee wetu, tunafuata sunna ya Mtume Muhammadin salawatullahi wasalamuhu alayhi. Lakini ibada ya kuchinja ina fadhila nyingine, kwamba unapochinja pale, kitendo cha ile damu kutoka katika yule mnyama unayemchinja, ile damu inaanguka na madhambi yako yote uliyoyafanya. Kwa hiyo kuchinja ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake, makosa yake aliyoyafanya. Na ni vizuri wakati wa kuchinja mtu akasimama pale mbele ya yule mnyama ambaye amekusudia kumchinja. Kama kuna mtu amempa wa kumchinjia, anatakiwa awepo pale eneo la tukio, sio awepo ndani alafu kuna mtu anamchinjia peke yake. Hapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mwanae Fatima, qumi ila udhiyatik, mwanangu nenda kasimame pale ambapo mnyama wako anachinjwa, kasimame pale, damu ikianguka ianguke na madhambi yako. Haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume alipoulizwa tunapata nini kwenye kuchinja, akasema kila unywele mmoja wa mnyama unapata jema moja. Sasa tujiulize, mbuzi ana manyoya mangapi? Kondoo ana mangapi? Ng'ombe ana mangapi? Ngamia ana mangapi? Kila unyoya mmoja una thawabu. Kwa hiyo ndugu zangu, tusipange kukosa ibada hii ya kuchinja. Na watu wengi hivi sasa wamekuwa na utaratibu kwamba kipindi cha Idi wanakuwa wanasubiria sadaka kutoka kwa watu wengine wanaochinja. Hapana. Wale wakichinja wanakuwa wamemwaga takataka zao, wamemwaga madhambi yao. Sasa na wewe ni wakati wa kumwaga madhambi yako na takataka zako na makando yako ambayo umemfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwisho kabisa, ndugu zangu, tunapokuwa tuna mambo tunahitaji kuyakamilisha, huwa tuna utaratibu mpaka wa kukopa. Mtu anakopa ili jambo lake alikamilishe. Sheria vile vile imesema ni vizuri mtu kama ana mahala pa kupata kiasi cha pesa, basi na azime ili aweze kutekeleza ibada hii adhimu, ibada ya kuchinja, sunna ya Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.